Mtakatifu wako wawe mitume wajumba atakampea kunishemeana tayari wakawapiwa wahubiri wako sana waliopotea wokovu wake tofanya tayari askari siku ya Bwana atatenda kweli. Yesu wetu ushuhuda mbele yetu sisi taka kuwa na yeye vitani twashinda hakika. Tukiwa na yeye Bwana Yesu tunashinda hakika. Hadi leo siku ya Bwana tunamwamini Bwana Yesu kwamba hakika tunashinda, hata kama vita ni vikali, lakini vita hivi tunashinda, na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Bwana asifiwe. Tuko vitani na vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Asubuhi mwalimu alipokuwa akifundisha neno la Mungu, kuna mahali neno la Mungu limesema kwamba yeye nabii alipopelekwa katika ulimwengu wa roho aliwaona watu wawili. Alimuona Yoshua kuhani, akamwona na yule malaika amekaa. Lakini Yoshua kuhani, shetani alikuwa mkono wake wa kuume, mahali ambapo Mungu anajibu maombi na wewe upokee. Shetani yuko hapa anapigana vita na wewe ili usijibiwe maombi yako kwa kukuchafua vazi lako kwa habari ya matendo yako. Lakini alipotaka kushindana na Yoshua kuhani, na leo hivi vita ni vikali, shetani anashindana na wewe, malaika anamwambia shetani, wewe shetani, Bwana na akukemee. Bwana asifiwe. Bwana na akukemee wewe shetani unayeshindana na Yoshua kuhani wangu. Je, si kinga cha moto hicho kilichotolewa jikoni? Mungu amekupa wewe sifa ya kuwa kinga cha moto kilichotolewa jikoni, bado kinawaka. Shetani anakugusa, anataka akuzime, lakini akikugusa Mungu atamkemea aumbue. Bwana asifiwe. Mungu ndiye alichagua Yerusalemu kwa ndio makao yake. Mungu alichagua Mchikichini kwa ndio makao yake, kakuweka wewe kinga cha moto cha kuja kumshinda adui katika vita hivi. Vita ni vikali, lakini iko silaha ya maombi. Ya silaha hiyo Mungu ametupa kwa kuwa amesema. Mstari wa kwanza anasemaje Bwana Yesu? Imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Ndio somo lenyewe. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Sasa andika moyo wa muombaji. Huo ndio moyo wa muombaji, kwamba yeye humuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Na ndio sifa ya askari mpiganaji, hupigana mpaka mwisho, hakati tamaa, kwa sababu anajua anachokipigania. Vinginevyo unaweza kukata tamaa katika maombi kwa sababu hujui unachokiombea, au hujui unayemuomba, na hujui nguvu za unayemuomba. Bwana akusaidie.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu ndiye amesema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa nini? Moja, kwa sababu unayemuomba ni Mungu, yeye sharti atakujibu. Lakini mbili, maombi ndio maisha ya Mkristo, mtu aliyeokoka, mtu wa Mungu aliyeokoka. Chakula cha roho yako ni maombi, na maombi yenyewe unamuomba Mungu. Bwana Yesu aliyesema haupasi kukata tamaa, alitupa mfano wa maisha yake mwenyewe kwamba hakuwa mtu wa kukata tamaa, na hata alipofika mahali akataka kukata tamaa, Mungu hakumwambia pumzika, bali alimletea malaika akamtia nguvu ili asikate tamaa katika vile vita. Kwa kuwa na sisi Kristo yumo ndani yetu, isiwemo ndani yako hata siku moja roho ya kukata tamaa katika jaribu lolote, katika pito lolote, katika hali zozote zinazopingana na wewe. Amekataa. Bwana Yesu anasema niombe mimi, nitakutia nguvu siku zote, usikate tamaa. Na unaponiomba mimi ni Mungu niliye karibu, wala si Mungu aliye mbali. Usikate tamaa. Kwa hiyo moyo wako wewe, mtu wa Mungu uliyeokolewa kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, umeokoka kwa neema, moyo wako sharti ujae maombi. Bwana asifiwe. Ni sharti moyo wako ujae maombi. Kwa nini? Kwa kuwa unayemuomba ndiyo yeye aliyekuambia imekupasa kuomba Mungu siku zote. Maana yake anasema inakupasa kuja mbele zangu siku zote, inakupasa ujihurudishe mbele zangu siku zote, ili utakapohudhuria mbele zangu nitakusikia na wewe utanisikia siku zote. Basi katika hali zote utakazopita, mimi nitakuwa pamoja nanyi, nitakuwa pamoja nawe siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu amesema hayo ili kanisa lake litiwe nguvu katika kuomba, litiwe nguvu katika Kristo, kwa maana yeye ndio anayejibu maombi yetu. Bwana asifiwe. Haya, neno la Mungu linasema katika waraka wa Paulo mtume, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 5 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana asifiwe. Ni kwa nini Bwana Yesu anasema inawapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa? Kwa sababu kwanza, unayemuomba ni Mungu. Pili, ndio maisha yako halisi ikiwa umo ndani ya Kristo, na kwamba huo ndio upya wa mtu aliye ndani ya Kristo, kwamba siku zote Bwana Yesu anakufanya kuwa mpya kwa njia ya maombi. Utu wako wa nje unaweza ukachakaa, utakuwa na umri mrefu, utabadilika, utakuwa na mikunjo usoni, utakuwa na mvi kichwani, utakuwa na kila kitu namna gani, lakini ndani ya mwili, ndani yako, utu wako wa ndani unafanywa upya. Yaani Bwana Yesu anakufanya kuwa mpya siku zote kwa njia ya kuomba. Siku zote anahuisha na kuweka hai maisha yako ya kiroho ili uweze kumlingana yeye asiyechoka. Bwana asifiwe. Yeye aliye kimbilio letu, yeye aliye mwamba wetu, aliye ngome yetu. Wakati huu sasa, watu wa Mungu, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliyekuwa mwaminifu sana tangu siku ya kwanza tulipoanza maombi, na sasa leo tunaendelea na tunakamilisha awamu hii tukingojea awamu nyingine. Wewe Mungu aliyekutia nguvu ukasimama imara kwenye zamu yako, kila siku tukawa hapa hata leo. Mungu na akupe thawabu yako ile uliyoichuchumilia, akupe taji yako ya mede ya ukamilifu, akupe taji ya mede ya utimilifu wa Kristo ndani yako, ili kwamba kadri unavyozidi kumlingana Mungu katika kuomba, nguvu zako za kiroho zizidi kupanda na kuongezeka. Ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujua siri za Mungu ndani yako uzidi kuongezeka, uzidi kupanda juu kama tai. Neno la Mungu nasema katika Isaya 40 na moja sura fulani hapo, Isaya 40 sura 31,
Isaya 40 sura 31 anasema bali wao wamngojao Bwana wanafanyaje? Wanaruka juu kama tai. Wenye kutafiti maisha ya viumbe hai hawa walioko angani, wanaotembea, wanaoishi baharini, wanaotembea huko, wana namna zao wanavyochunguza. Wataalamu wa viumbe hai wanasema tai ana tabia yake anafanywa upya. Kuna kipindi anapambana katika maisha yake, anakwenda anawinda, miaka inakwenda, halafu anajikuta anachoka. Katika kuchoka, tai hufanywa upya yeye mwenyewe. Wataalamu wanasema kukaa mahali akajinyonyoa manyoya yake yote, akawa kama kinda hivi. Akishakuwa kama kinda, anakaa mahali kimya mpaka yaote yale manyoya, anakaa kimya. Akisha kuota, akianza tena kuruka, anakuwa kama kijana kabisa, tai mpya. Sasa ni mahali gani ambako wewe unajinyonyoa manyoya ili uruke juu kama tai? Usipokuwa muombaji, Bwana akusaidie. Ni mahali pa kujinyonyoa manyoya yetu ili Mungu afanyeje? Atupe nguvu mpya. Bwana asifiwe. Kule jangwani watu walipokuwa kinungunika, maisha ya manunguniko ambayo Mungu hayapendi kabisa. Waliponungunika, Mungu alifanyaje? Alimwambia Musa, tengeneza nyoka ya shaba. Nyoka ya shaba ilikuwa ndio ukombozi wa watu ambao walipokuwa wakiuma na yule nyoka, wa kweli wakiangalia walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanapona. Wanapona na nini? Wanapona na uongo wa yule nyoka wa bustanini Edeni, ambaye akija anaweza kukutengenezea uongo, anaweza kukudanganya, ukawa mtu wa manunguniko, ukawa mtu wa kukata tamaa, halafu ukamkosa Mungu. Yule nyoka akawa ni ukombozi wa watu waliokuwa wakiuma na nyoka muongo siku zote. Uongo, manunguniko na nini yamefanana kabisa na sumu ya nyoka ndani ya moyo wa Mkristo, naye hupunguziwa nguvu. Nyoka naye pia, kumbe wataalamu wanasema, naye ana akili yake. Hukaa kaishi miaka, katika kuishi kwake miaka mingi, alafu nyoka anajikuta anachoka. Akichoka anakaa mahali. Akishakaa pale, anajivua gamba. Lile gamba lile la kwanza anajivua lile gamba, analivua kabisa, aliweka kule. Yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe anampaga neema hiyo. Akisha kujivua, anatulia pale katika muda fulani. Akitoka pale, anakuwa na nguvu ya ajabu. Akishika kitu chochote kile, anakizingira, basi anakimeza akiwa na nguvu mpya. Sasa hivi viumbe vilivyoko huko vimepewa neema hiyo. Wewe Mkristo ambaye unapambana na shetani, wewe unafikiri Mungu hana mbinu za kukupa wewe nguvu mpya? Na mbinu zake kaweka wazi. Ombeni bila kukoma, msikate tamaa. Hiyo ndio mbinu ya Mkristo ambaye anakusanya nguvu ya kushindana na adui, na ili amshinde apata mbinu hizo katika maombi. Unapata silaha hizo katika maombi. Usipokuwa hivyo, wewe unatembea katika kushindwa, unatembea katika hali ya kukata tamaa, na adui anaweza akakuharibu mapema kabisa, na Mungu apishilie mbali. Isiwe kwako wewe. Bwana asifiwe. Isiwe kwako wewe, wala isiwe kwa mtu mwingine yoyote ambaye yuko pamoja nami mahali hapa akisikia neno hili mchana wa leo. Uhakikishe kwamba unajivua gamba, unajivua manyoya siku zote ya yale maovu unayasikia, unayatenda, unayafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Unajivua gamba kwa kuomba. Maana huko kwenye kuomba kuna toba, kuna maombezi, kuna maombi ya kujiombea mwenyewe, familia yako, kuombea taifa, kuombea ndugu zako, kuombea kazi ya Mungu. Na katika haya yote, wewe Mungu atakuondolea manyoya ya zamani na kukupa nguvu mpya na kukupa utu mpya. Ndio sababu anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Unaumbwa kwa upya katika roho, unaumbwa kwa upya utu wako wa ndani, ili kwamba Mungu afanye kazi kwa upya na wewe kwa njia ya maombi. Bwana Yesu siku zote maisha yake yalikuwa ni maisha ya kuomba, na alipokuwa akiomba, Mungu alikuwa anamfunulia, Roho Mtakatifu alikuwa akimfunulia ya kufanya. Alikuwa akiyafanya Bwana Yesu hakuyafanya kwa akili yake, alikuwa anafanya yale ambayo Mungu kwa Roho Mtakatifu alikuwa akimfunulia. Na hawezi kukufunulia Mungu kwa Roho Mtakatifu siri zake pasipo kukuona kwenye maombi. Bwana kusaidie. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya. Sawa.
Maombi na sadaka. Maombi na sadaka. Nimekaa hapa nikiwapa muda kidogo ili hata watu waliokuwa hawamesahau kwamba siku ya leo tuna maombi na sadaka. Tumekuwa tukiomba kwa jumla, lakini siku ya leo weka ombi lako wewe ambalo unaona Mungu, umwambie ombi hilo liende pamoja na sadaka. Maombi na sadaka. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ninaomba tusome sasa Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema kwamba palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Na yeye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Sala zako na sadaka zako zimefanyaje? Zilivyosafiri katika kuendelea kwako kutoa bila kukata tamaa, katika kuendelea kwako kuomba bila kukata tamaa, sala zako zilikuwa zinasafiri pamoja na sadaka yako zimepelekwa. Zimefanyaje? Sala zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Tena anasema kwamba zimefika. Sadaka zako na maombi yako vimefika, maana vilikuwa katika kusafiri na kwenda kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kadri ulivyokuwa ukiendelea kuomba na kutoa, sadaka zako na sala zako zilikuwa zinasafiri, na zilikuwa zinasafirishwa na nguvu yako wewe ya kuomba kila wakati bila kukata tamaa, na kutoa kila wakati bila kukata tamaa. Na kwa jinsi hiyo zimefika, na zilipofika zikawa ukumbusho mbele za Mungu. Mstari wa 44 mpaka 48 katika Matendo ya Mitume sura ya 10 unasema hivi: Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadhaa wa kadhaa. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni na kubisha. Mtu akiufungua mlango, mimi na Baba tutaingia ndani yake, tutakaa humo. Tutakunywa ndani yake. Ukisoma hiyo tukupishe maneno. Kwa nini? Kwa sababu maneno haya yanatakiwa yawemo moyoni mwako. Nikikwambia habari ya tazama nasimama mlangoni na bisha, basi wewe upelekwe moja kwa moja katika Ufunuo 3:20. Bwana Yesu anasema kwamba neno la Mungu linasema kwamba alipofika Petro ndani ya nyumba ya Kornelio ambaye aliambiwa na malaika kwamba sadaka zako na sala zako zimefika na kuwa ukumbusho, malaika yule katoka kaenda kwa Petro aliyekuwa katika maombi ya kufunga. Bwana asifiwe. Petro alikuwa katika maombi ya kufunga, Kornelio alikuwa katika kusali na kutoa. Malaika akamwendea Petro akamwambia, nenda Kaisaria, nenda utakutana na mtumishi wangu huko. Yeye amefikisha maombi yake, amefika kwenye kiti cha enzi na sadaka zake. Nenda huko. Yeye ni wa mataifa, sio Mwisraeli, sio Myahudi. Alipofika kule, Bwana Yesu neno la Mungu natuambia Roho Mtakatifu alikuwa amewajaza wale watu, Kornelio na nyumba yake.
Bwana asifiwe. Sasa mimi najiuliza, ikiwa Kornelio alikuwa anaomba na kutoa, Mungu silitakiwa amuongezee utajiri wa fedha ili aendelee kuomba na kutoa? Kama amesema sadaka zako na maombi yako yamefika, yamekuwa ukumbusho mbele za Mungu, Mungu ili kwa sasa muongezee fedha ili atoe, ili awe anatoa zaidi, kwa kuwa ameshamuona yeye ni mtoaji. Lakini Mungu anasema, neno la Mungu linatuambia pale Petro alipofika, wale watu baada ya kuwahubiria walijazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Thamani ya Roho Mtakatifu kwa kanisa la Mungu, thamani ya kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kornelio atakuja kusimama kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, atasema, nilikuwa sina Roho Mtakatifu na wala sikuwa Myahudi, ila nilijua thamani ya kutoa na kuomba, kwamba Mungu anasikia maombi ya kutoa, kwa sababu nimesikia maneno ya watu wa Mungu akisema sadaka kwenye kutoa, na Mungu amewaambia watu habari ya kutoa siku zote, tena kutoa kwa moyo. Kule kutoa kwa moyo, kule kutoa ambako alitoa Habili, Mungu akamuuliza, kwa nini umekasirika Kaini? Akasema, sijui, mimi sielewi sawa sawa. Akasema, je, ikiwa umetenda vema huwezi kupata kibali? Maombi na kutoa sadaka zinazoambatana na maombi, Mungu anasema huko ndiko kutenda vema. Mungu anataka utende vema, utoe na kuomba, uombe na kutoa. Bwana asifiwe. Sasa Mungu kamshushia Kornelio na familia yake nguvu ya Roho Mtakatifu. Ile nguvu ilikuwa na maana gani na uhusiano gani na fedha na maombi ya Kornelio? Alichokitoa, alikuwa anatoa fedha akiwapa wenye uhitaji, lakini maombi yake hatujui kama alikuwa anajiombea yeye au alikuwa anaombea kitu gani. Maana tumefungwa tu kwamba ulikuwa unaomba, lakini katika kuomba uliambatana na sadaka, uliambatanisha maombi yako na sadaka. Vilipofika huko, mimi sasa nilikuwa nabisha hodi mlangoni nikikuhamasisha wewe uombe na kutoa, ninaingia mlangoni kwa sababu nimeona moyo wako wa kutoa na maombi yale ulikuwa ni moyo wa ukarimu. Bwana asifiwe. Mungu anasema apandaye haba atavuna haba. Atoaye kwa ukarimu, huyu atafanyaje? Atavuna kwa ukarimu. Mungu amemtoa Roho Mtakatifu kwa ukarimu, na Roho Mtakatifu, Bwana asifiwe, Roho Mtakatifu ndiyo kibali chako wewe na mimi cha kuingia mbinguni. Jamani, mbinguni tunaambiwa huku barabara zake ni dhahabu, sijui njia zake si namna gani, yani mahali ambako kuna utajiri mkubwa ambao hauwezi kuelezeka. Raia wa huko maana yake si ni zaidi ya matajiri wanaomiliki dhahabu hapa duniani? Sasa kama anakuambia wewe nimekupa uraia wa huko, ukawe mtawala wa huko, ukawe katika ufalme wa huko, kutoa kwako ambako unatoa kwa mfano, jamani mimi nikwambie, kwa mfano, siwaambii nikiokatisha tamaa, humo ndani ya bahasha haikunipasa mimi kuanza kuimba nyimbo mbili za 67 na 71. Nimepiga we hapa watu uliowaita, bado watu wanakusanyana. Ninaimba we mteteni yetu Yesu, bado watu wanakusanyana. Maana yake haikutoka moyoni sawa sawa. Ile utoaji utoke moyoni. Niliwaambia tangu mwanzo kwamba leo siku ya mwisho mtolee Mungu sadaka tutakazopeleka kwa yatima na wajane. Lakini leo watu ndio wanakumbuka kwamba kumbe inatakiwa nitoe sadaka. Sasa Mungu hupokea sadaka, kwamba umeitoa kwa zimamoto au umeitoa kwa dhati. Mungu maadamu umempa Mungu, mpe. Lakini naomba kutoa kwako kuwe kutoa kwa ukarimu. Bwana asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu alipojaza nguvu zake ndani ya wale wanafunzi waliokuwepo pale Yerusalemu, neno la Mungu limesemaje? Kwamba watu wa kila kabila na kila taifa waliokusanyika Yerusalemu walikuwa wakisikia kwa lugha zao. Wale watu waliokuwa wakisema, wakinena kwa lugha,
Wale walikuwa wakisikia kwa lugha zao, walikuwa wanasikia nini? Bwana asifiwe. Biblia wala haikutuficha kwamba wale watu walikuwa wanasikia nini. Walikuwa wakisikia watu wale wakinena matendo makuu ya Mungu. Hivi Mungu matendo yake makuu kwako wewe ni matendo gani? Sio ya kukufungua moyo wako na kukwambia mtegemee mimi. Omba bila kukata tamaa. Omba bila kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akikusikia ukiomba, umesogea mbele zake, na yeye atafungua mlango, ataingia ndani Bwana Yesu pamoja na Baba ili wakae ndani yako, wawe wageni ambao ni wa kukuhakikishia uzima wa milele. Ni namna gani mimi niseme ili upate kuelewa kwamba kipindi hiki ambacho tunakusanyika watu wa Mungu ili tuweze kumuomba Mungu na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Mungu wa Israeli anatuambia kwamba huko kutoa kwako ndio moyo wake yeye mwenyewe. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amuaminie asipotee. Je, ni kweli kwamba sadaka yako unayotoa pamoja na maombi unapoteza? Muamini Mungu na toa sadaka. Sadaka hii haitapotea kwa neno la Mungu, kwamba sadaka hii haitapotea kwa sababu inachukuana na moyo wako kwenda kuwa ukumbusho mbele ya kiti cha enzi. Na ukumbusho huo ni ukumbusho wa moyo wako wa ukarimu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hii ni kazi ya Mungu. Tunapokwenda kuhubiri injili mtaani ni kazi ya Mungu. Tunapotoa kuwapa watu wasio wenye uhitaji ni kazi ya Mungu. Na Mungu kazi hiyo aliyokuwa akisema kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, kumbe ni Bwana wa mavuno alete watenda kazi. Watenda kazi ni wewe pamoja na mimi. Haya mavuno ni wewe pamoja na mimi. Watenda kazi ni wewe pamoja na mimi. Mwenye kuomba Bwana wa mavuno alete watenda kazi ni wewe pamoja na mimi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hutenda kazi pamoja na wao mpendao katika kuwapatia mema, hasa wale walioitwa kwa kusudi lake. Mwanzo wa maombi yetu nimewaambia ulifahamu kusudi la Mungu kukuweka hapa. Vinginevyo labda ufahamu kwamba Mungu amekuweka hapa. Inawezekana kabisa kwamba umekuwa hapa unakuja kusali na unatoka zako unakwenda nyumbani unakuja, lakini hujafahamu kwamba Mungu amekuweka hapa. Na Mungu kama kakuweka hapa hawezi kukuweka bila kusudi. Wewe ukiwa nyumbani kwako, viatu vyako unajua mahali pa kuviweka ili unapohitaji ukachukue vivae. Nguo zako unajua mahali ukoziweka ili ukihitaji ukachukue vivae. Chakula chako unajua ulipokiweka ili ukitaka ukachukue kile. Na kila kitu cha kwako. Mungu akikuweka hapa, maana yake anakuhitaji wakati huu ili akutumie kwa ajili ya matumizi ya kufanyaje? Ya kuomba. Omba, toa, ili akutie nguvu katika kuomba na kutoa na sadaka zako ambazo ni pamoja na wewe mwenyewe. Nafsi yako inajihudhurisha hapa na sadaka za maombi yako zifanyike ukumbusho mbinguni, ili kwa njia hiyo nguvu za Roho Mtakatifu za kukufunulia wewe siri za mbinguni, siri za kusudi la Mungu la kukuweka hapa ziwe wazi kwenye ufahamu wako, ziwe wazi kwenye moyo wako, ili uweze kufahamu kusudi la Mungu la kukuweka hapa. Kama hujafahamu ile kusudi, na hilo ndio hitaji. Bwana asifiwe. Mungu akupe kufahamu hivi ana kusudi gani na wewe kukuweka hapa, sio kusudi la kukuokoa. Maana wako watu hapa nikiuliza kwamba wewe umeokoka wapi, kuna watu wameokoka mahali. Sio wote mliokoka hapa mkabatizwa hapa. Waliokoka hapa wakabatizwa hapa, naomba mnyoshe mikono. Wameokoka hapa na wamebatizwa hapa, nyosheni mikono. Unaona maana yake waliookoka na kubatizwa hapa ni wachache. Wengi wameokoka mahali pengine na wakabatizwa mahali pengine. Kwa maana hiyo Mungu amekusudia kutoka kila mahali ulikotoka uwe hapa kwa sababu maalum. Usikae kama mpita njia. Kaa kama mtu ambaye umewekwa na Mungu kwa kusudi lake. Kama ambavyo nimekwambia habari ya nyumbani kwako na vitu vyako ulivyo navyo na mali zako, unaweka kila kitu mahali pake, kwa sababu utakapokusudia kutumia ukakichukua pale kilipo.
Mungu anahitaji kukutumia wewe katika wakati huu, katika kizazi hiki. Anataka kukute hapa, akuchukue, akutumie. Sasa anapokuambia omba, asipokuona maana yake umetoka mahali alipotaka uwekwe, alipokuweka. Mungu akikuona umetoka ulipotaka ulipowekwa, Mungu sasa anakutafuta. Bustanini Edeni Mungu alimtafuta Adamu. Si alimweka sisi tukutane hapa saa jioni jua kupunga. Likipunga jua mimi nakuja. Bwana unasemaje? Hivi leo kazi ya mama matunda tayari tayari mmekula kidogo na mama sasa matunda haya kama mmekula sawa, palilia ule mimi michungwa ile imeanza kuiva, jichumeni mle na kila kitu sawa tukutane hapa. Mimi naondoka siku yule kakosea. Kaja kutafuta pale haonekani. Sasa kutokuonekana kulimsalimisha yule. Kutokuonekana kwa Adamu na Hawa si kwamba alirudi tena pale alipokuwa nini wakutane na Mungu. Alipopotea pale akaenda kujificha, ikawa ndio safari ya kutoka bustanini. Sasa mpaka kizazi hiki cha leo ndio tumerudishwa tena kwa sura nyingine. Tumerudishwa sura nyingine kabisa. Wale walitoka wakaondoka, potelea mbali huko, kwa kurudi tena hawakujua hata bustani ile iko mitaa gani. Mungu katurudisha katika sura nyingine. Sura nyingine kabisa. Mtu kenda msalabani katununua kwa maumivu makubwa. Sasa wewe kama hujajitambua, unakuja kwa desturi, unakuja tu kama vile unavyotaka, unakuja na unafanya unavyotaka. Mungu anakushangaa, maana anapotaka mkutane mahali mnapotaka kukutana Mungu hakuoni. Sasa unasafiri kwenda wapi? Adamu mwenzio kamaliza biashara yake, kizazi kimepita. Ibrahimu kamaliza, kizazi kimepita. Isaka, Yakobo. Leo Bwana Yesu katukomboa sisi. Kaeni hapo. Mimi nasimama mlangoni nabisha. Mtu akifungua mlango, umefungua mlango anaingia tena, unamtafuta sababu eti unaleta na wageni wengine. Wale wageni wengine wanapambana huko. Yeye anaondokaga. Yeye Roho Mtakatifu. Tabia yake. Akishakuwa na wageni wengine wameingia, tamaa, uongo, chuki, uzushi, kila kitu. Mbona hapa kaliki? Nafasi yenyewe ishakuwa ndogo. Anafanyaje? Anaondoka, anawaacha wale. Wale wakibaki ndio wanafanya wanavyotaka. Wewe sasa unakwenda wapi? Maombi haya kurejeze. Bwana asifiwe. Katika maombi haya Mungu akurejeze. Urudi ukae mahali pako. Maana ndio mahali pako kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Mungu kusudi lake ni jema sana. Mungu kusudi lake ni kutuona mahali ambapo ametuweka ili atutumie kutenda kazi pamoja naye katika kutupatia mema. Maana kusudi la mwisho la Mungu ni kukupatia mema. Ili unapotenda kazi pamoja naye wakati wote aone kwamba unapata mema yaliyokusudiwa na yeye Mungu. Bwana asifiwe. Mawazo anayokuwazia Mungu ni mawazo ya amani wala si mabaya, ukupatia tumaini katika siku gani? Siku za mwisho. Mungu kazungumza habari ya siku za mwisho. Na heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Usitegemee sana kupata majibu ya Mungu na baraka za Mungu katika ukamilifu wake katikati ya siku, katikati ya utumishi. Utumishi wako utafika mahali upimwe katika viwango vya mwisho. Na mwisho wa Mungu sisi hatujui, kwa sababu kimo chake hatujui, mapana na marefu yake hatujui, kina chake hatujui. Wewe usipojua hivyo, mbona unazembea? Unazembea namna gani? Unazembea unafikiri Mungu kimo chake ni kidogo kiasi hicho, kwamba uombe siku 2-3 iwe basi, uje kanisani kwa kutaka mwenyewe iwe basi, uje nini kujifunza maneno ya Mungu unapotaka mwenyewe iwe basi. Mungu huyo Mungu kwa ukamilifu wake kwa mtindo huu, na kusudi la Mungu kwa ajili ya mwito wake kwako hauwe ukamilifu kwa ajili hiyo. Maana unamnyima Mungu nafasi, na Mungu anataka akurejeze. Ombi letu ni kwamba Mungu turejeze. Jamani, siliwaambia habari ya mwana mpotevu? Mwana mpotevu alifikiri kwamba anaweza akamrithi baba yake kabla hajafa. Sio anataka yule. Mungu anasema anapatia tumaini siku zetu za mwisho. Siku zetu za mwisho. Sisi tuwe wana katika nyumba ya baba yetu. Tusiwe watumwa wa kutumikia mambo mengine, tukijua kwamba labda tunaweza tukaondoka. Sisi katika nyumba ya mfalme, sisi ni wana, tutarithi tu maadamu tumezaliwa na Mungu katika Kristo Yesu. Urithi wetu sisi kwa Mungu ni dhahiri. Mwana yule alipochukua mali akaamua kuondoka, alipoondoka kule alikokwenda sio maana alikutana nao sio ndugu zake, kakutana na makahaba. Wale wakalakala pesa yake kumaliza, akawa hakuna hata mmoja aliyompa kwa hisani kwamba umetumia na mimi basi wewe mradi mafilisika njoo huko, hakuna. Kakutana na mtu tu asema bwana pana nguruwe. Hawa nguruwe. Mungu anasemaje? Msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Wasije wakafanyaje? Wakakanyaga wakaona. Bwana si chakula mtu katu. Kitu kweli kina waka tukafikiri labda kina utamu. Lakini kila tukinita vile na mawe.
mawe haya kumbe lulu bwana ya thamani kabisa. Lakini nguruwe anataka ale bwana tutumie kipande cha papai, nguruwe atakuona mtu wa maana. Anaona lulu. Anasema kwa ghadhabu ya nguruwe anafanyaje? Atakuparapara alafu anakurarua na wewe. Ya alipomkuta yule nguruwe wakamrarua kule ugenini, akafanyaje? Akarejea kwa baba yake. Rejea kwa baba yako aliyekuweka hapa. Mali ya baba yako ni ya kwako. Ndio sababu yule kijana hakujua kwamba mzee ilibidi amalize safari, aache usia, kwamba wanangu, mimi nimekaa na ninyi, nimewalea na nimekaa vizuri na ninyi, nimewafundisha, mmeelewa namna ya kulinda mali. Mali ni hizi hapa. Mali hizi Mungu kasema hivi kwamba tunarithiana kizazi baada ya kizazi. Lindeni. Sasa nawagawia, wewe mkubwa hii na wewe mdogo hii, kaeni vizuri. Sasa pale wangekuwa wamekaa vizuri, yule kachukua mali yake kaondoka. Mbona unaacha maagizo ya Mungu? Umeacha maombi ya pamoja, umeacha mapatano ya pamoja. Unakwenda wapi? Mungu akusaidie wewe ambaye umefanya hivi bila sababu ya msingi. Wako wenye sababu ya msingi kabisa. Wako wenye sababu ya msingi, hawa si wahukumu. Kwa sababu ya msingi ipo. Hawa si wahukumu. Na wanajitambua. Mtu kama umeambiwa, umeajiriwa na masuala yenyewe ya ajira yamekuwa magumu, lakini kujitoa kwako kumekuwa kwa kweli ni kwa moyo. Mungu mwenyewe anajua jinsi ya kukusamehe na anajua jinsi ya kuchukuana na wewe. Lakini wako watu ambao ni uzembe tu. Sasa uzembe, Mungu haiko pamoja na wazembe. Wazembe kwa kweli ni wavivu. Na mtu Sulemani anasema mtu ambaye ana mvivu kufanya hata kazi ya Mungu, huyo ndo kasema amelaaniwa kabisa. Lakini uvivu hata katika kazi ya kawaida tu, kulima, unalima hulimi sawa sawa, mavuno yako yakawa nini? Anasema utapata umaskini wa kukutosha. Mimi simuelewi. Sulemani anasema umaskini utakaopata kwa sababu ya uvivu wa kwenda shamba, utapata umaskini wa kukutosha. Sasa umaskini gani wa kumtosha mtu? Maana iko umaskini ule kuzidi kipimo, maana utakuwa unaomba. Sasa omba, nani atakupa? Watakupeleka watu kwenye mabanda ya nguruwe. Mabanda ya nguruwe, wewe nguruwe. Haiwezekani. Nguruwe ana tabia mbaya. Nguruwe ana tabia mbaya. Mungu akasema kwamba ikiwa wewe unafanya dhambi alafu baadaye ukatubu, baada ya kutubu dhambi ikisha ukaonekana unafanya tena dhambi, Mungu anasema umefananishwa na nguruwe ambaye akafanyaje? Kaogeshwa vizuri. Akisha kuogeshwa vizuri alafu anarudi tena atafuta mitope pale alipomuogesha. Kama muogesha zizini au wapi, sehemu gani, labda bwana kwa majosho, si kama anaogeshwa nguruwe bisi, ng'ombe tu anaweza kapita kwenye josho akapita akawa kidogo akawa salama. Sasa nguruwe kwa tabia ile sio anaogeshwa pale alipokuwa kiogeshwa mitope anakwenda raga. Sasa nipo shida kwa sababu gani? Nataka uwe safi, nimekuogesha brush, nimekuweka kila kitu na madawa, nimekuwekea ili wale wadudu wabaya wasije wakakuuma. Wewe leo unarudi tena kwenye tope. Sasa uko kwenye tope unarudi sasa. Mwambie nirejeze, Mungu nirejeze, nitambue usafi wa neno lako ambalo Bwana Yesu amesema kwamba anatutakasa Bwana Yesu kwa maji katika neno lake. Tunahubiri neno la Mungu ili kutakaswa mioyo yetu, nafsi na roho zetu, ili tuwe safi mbele za Mungu na mbele za ulimwengu, ili Mungu akituangalia tuone tumepata kibali, ulimwengu ukiangalia uone tumepata kibali. Ni kibali gani? Si nimwambia hapa kwa Mwalimu Nyerere kibali alichopata katika Tanzania, akapata kibali gani? Ndio alileta uhuru, ndio alitupa lugha moja, alitupatanisha na majirani, alifanya kila kitu, alileta siasa ya kupendana, akasema jamani tuwe wa jamaa, watu wote tukae hivyo. Kwa mambo haya akaacha alama, ikawa ukumbusho kwa Watanzania. Leo alama gani unayoacha wewe hapa ili ukumbusho? Kornelio akasimama na wewe akasema nashukuru maana mimi nilichofanya nikaweka alama, Mungu akanielewa. Wewe unaweka alama gani chini? Kwa sababu kusudi la Mungu kwa Kornelio lilionekana, ndio maana akatuma malaika. Malaika leo anatumwa kwako wewe kukuambia kusudi gani na kitu gani unafanya. Bwana tusaidie. Sasa naomba hivi, tufanye kitu kimoja. Nitawasimamisha tupate chorus fupi ya kumwabudu Mungu. Tukisha kumwabudu Mungu, omba toba, maana wengi hapa siwezi kukuambia ujitambulishe wewe uliokuwa nje tangu tumeanza maombi haya mpaka leo umekanyaga Jumapili iliyopita na leo ndio basi utamwambia Mungu nisamehe katika hili, sikupatana na wewe. Bwana Yesu, neno la Mungu linasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake.
Mwambie Bwana Yesu, nipatanishe na watu wa Mungu, nipatanishe na watu wa Mungu mahali hapa, nipatanishe na kanisa lako, nipatanishe na Roho wako Mtakatifu, nipatanishe na nafsi yangu mwenyewe, ili katika maombi ya jinsi hiyo na sadaka ambayo nimekutolea Mungu hiyo ukumbushe na mimi niingie hapo, Mungu. Bwana asifiwe. Omba namna hiyo, Mungu akurejeze, ili sadaka yako na maombi haya Mungu ayakumbuke. Bwana asifiwe. Neno la Mungu nasema pale mahali ambapo nabii alimuona Yoshua mwana wa Sadaki, akamuona na shetani anakaa upande wake wa kulia na kumpinga, lakini Mungu, malaika wa Bwana akamwambia shetani, Bwana na kukemee. Alisema habari ya kusudi la Mungu la kuweka Yerusalemu pawe hekalu lake na kumweka Yoshua awe kuhani wake, akamfananisha na kinga kilichotolewa katika moto. Lakini ombi la wakati huu sasa, Mungu atupe ufunuo wa kufahamu, maana Bwana Yesu alipofika Yerusalemu akauona ule mji akaulilia. Bwana asifiwe.
mji wa kuhani mkuu Yoshua mwana wa Sadaki. Mungu alipomteua yule, kishetani alipingana naye, shetani ameendelea kupingana na Yerusalemu. Mungu Bwana Yesu alipofika katika mji wa Yerusalemu, alipouona akaulilia, akasema, lau ungefahamu yapasayo amani majira ambayo shetani watakuzingira, watakuhusuru, wataoteka watoto wako na mambo yote. Lakini kitu gani? Kwa vile kufahamu majira ya kujiliwa kwako. Na Mungu ameweka katika uumbaji wake, kaweka jua, mwezi na nyota ili kuratibisha siku, majira na nyakati na miaka. Majira haya Mungu anakusudi alioniwekea mahali hapa. Ndio sababu haachi kutukusanya katika kuomba. Mwambie Mungu, naomba hilo kusudi lako ulioniwekea mahali hapa katika majira haya nifunulie mimi, nipate kulijua ili nisimame kwa uaminifu katika nafasi yangu. Twende mbele za Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, linatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 12 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, nenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalia haja ya uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako nao ni kibali machoni pako. Basi huyu mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba hivi, mimi sijui na sitaki kujua kitu gani kilichokuwa kwenye maombi haya ambayo yameambatana na sadaka zako. Bwana asifiwe. Hana alipokuwa akiomba yule Hana, Eli kuhani hakujua chochote, ila alichokuwa aliona kitu ambacho wala hakikuwa na tafsiri kwake. Kaona mlevi anaingia kwenye hekalu, anakaa akiomba. Maombi yako yanawezekana wanadamu akaona si maombi kitu, lakini jinsi unapoumimina moyo wako mbele za Mungu, hata ukatoa sadaka, Mungu aone hiyo. Alipomuuliza, wewe unalewa, mbona unafanya namna gani? Namna hiyo. Mama yule akasema, sio, nimeumimina moyo wangu kwa Bwana, mimi si mlevi. Eli alichosema, hakumuuliza unahitaji nini kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na mimi sina sababu ya kujua umehitaji nini kwa Mungu, bali maombi haya tunaambiwa Eli aliposema Mungu akutane na haja yako, pale Hana akawa tena pale kuhani aliposema Mungu na akutane na haja yako uliyokuomba, maadamu mimi na moyo wako kwake. Basi pale Hana sura yake ikakunjuka. Ilipokunjuka sura yake, akaona furaha, akaenda akanywa nyumbani kwake, na akajuana na mume wake. Ikawa yaliyotokea. Hakika Mungu ametuhakikishia sisi kwamba ukiumimina moyo wako, mimi kama kuhani sina sababu ya kujua kwamba unahitaji nini. Roho yako uliomimina kwa Mungu, Mungu anajua, na ulichomimina si hiki hapa. Bwana asifiwe. Vinginevyo kama hukumimina kitu ambacho sio mzigo, sio tanzi kwako, kama ulichomimina kwa Mungu, basi hapo Mungu, nyosha mkono wako, mwambie, Bwana wangu na Mungu wangu, nimemimina maombi ya moyo wangu kwako, nami ninaomba takabali maombi haya. Nitoke hapa nikiwa na uso uliokunjuka, nikale na kunywa, ili baada ya hapo ningojee majibu yangu kutoka kwako, Mungu wa Israeli. Uliomjibu Hana
wewe uliojibu maombi ya watakatifu wako waliomimina mioyo yao kwako. Mimina moyo wako katika maombi haya na nyosha mkono wako hapa mbele ukiendelea kuomba. Kama ni vitu vya kukemea, endelea kukemea, endelea kukataa. Kama ni vazi la kuvua kama alivyovuliwa Yoshua mwana wa Sadaki, uvue upate vazi jipya, uvikwe kilemba na kiatu na vazi jipya, ili ukitoka hapa uwe kinga cha moto kilichotolewa jikoni kwa ajili ya hapa Yerusalemu ambapo Mungu amepaweka, na wewe ukawe mtenda kazi pamoja na Mungu mwenye furaha na uso uliokunjuka. Tutakwenda mbele za Mungu. Nyosha mkono wako hapa mbele ya maombi, na mimi nikinyosha, Mungu akutae na haja ya moyo wako, na Mungu kwa uaminifu wake katika maombi haya ambayo pamoja na Hana aliyomimina moyo wake, basi Mungu na afanye sawa na mapenzi yake. Twende mbele za Mungu. Libarikiwe jina lako Mungu. Mfalme wa mbingu. Maombi yako na sadaka ulizomtolea kwa ajili ya utukufu wake katika jina la Yesu. Neno la Mungu katika Zekaria sura ya 4 mstari wa 9. Nabii Zekaria sura ya 4 mstari wa 9. Zekaria sura ya 4 mstari wa 9. Inasema hivi: mikono yake Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza, nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 34. Yohana sura ya 4 mstari wa 34. Neno la Mungu linasema kwamba Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Bwana asifiwe. Ninasema tunafikia mwisho wa maombi yetu ya siku 14, lakini angalia jinsi Mungu alivyokuweka kwamba anachoanza na wewe Mungu atamaliza na wewe. Bwana asifiwe. Alichoanza na wewe Mungu atamaliza na wewe. Kwa hiyo hapa katikati usichoke wala usikate tamaa. Bwana asifiwe. Kazi njema aliyoanza Mungu pamoja na wewe ndani yako, akaimalize pamoja na wewe katika ukamilifu wake. Yesu ni mkamilifu na ameweka ukamilifu wake ndani yako. Mwambie Bwana Yesu, ninaomba maadamu wewe huanza na kukamilisha, ninaomba kazi njema ulianza ndani yangu kaikamilishe kwa utukufu wako. Tunaenda mbele za Mungu. Libarikiwe jina lako. Mungu Baba, katika jina la Yesu, hakika tufani inapovuma huona mahali pa kujificha ni mkononi mwako pekee. Na umesema na tunyenyekee chini ya mkono wako ulio hodari, ambao Bwana Mungu utatuinua na kutukweza kwa wakati wako, tukutwike fadhaa zetu. Maana Bwana wewe hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Mkono wako Bwana na utufiche tunapojitwika fadhaa zetu, Mfalme. Tufani inapovuma na kutufadhaisha kanisa lako, tujifiche mkononi mwako. Tufani inapovuma katika familia zetu, tujifiche mkononi mwako. Tufani inapovuma katika biashara zetu, tujifiche mkononi mwako. Tufani inapovuma katika kazi, katika masomo, katika afya zetu, tujifiche mkononi mwako Bwana. Maana Mungu hata adui akituudhi, utuudhi kwa kitambo. Mungu mwenye nguvu, Bwana Mungu, hata inapoonekana kuna vitu
ulipopita. Mungu tunaamini hivyo Bwana, utusongeza kwako Mfalme, tujifiche mkononi mwako. Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninalificha kusanyiko hili Mungu mikononi mwako. Mungu tazama fadhaa zao, Mungu wangu na Mwokozi wangu, wamekukabidhi wewe katika siku ya leo. Nawe Bwana umekwisha kusema kwamba iko kazi ambayo umeanzisha ndani yao utakayoikamilisha hata siku yako Kristo Yesu. Ninaomba ikamilishe kazi yako kwa ushindi ndani yao Mungu, ikamilishe kazi yako kwa ushindi mahali hapa Bwana, maana ndipo ulipoita ukaliweka kusudi lako Mungu kupitia katika maisha yao na utumishi wao. Mungu ukalikamilishe. Kristo Yesu Bwana wetu, ulikwisha kusema na wanafunzi wako katika Injili ya Yohana sura ya 34 walipohitaji wakadhani kwamba una njaa, ukasema chakula nilicho nacho mimi hamkijui, bali chakula changu ni kuyatende mapenzi ya Baba alinituma nikaimalize kazi yake. Baba tazama Bwana, ninawasogeza watumishi wako hawa mbele zako Mungu. Ninaomba jana kiu yao iwe ni kutenda na kuyatimiza mapenzi yako, waimalize kazi ambayo Bwana umewatuma, walimalize kusudi na kulikamilisha ambalo katika hilo Baba Mungu umewaitia. Ndipo Baba na wakabidhi vijana wa kanisa, ninawakabidhi wa baba na wa mama wa kanisa, na hata watoto wadogo na hata aliye kikongwe, mtu ambaye anatembelea mkongojo bado hajalikamilisha kusudi lako Mungu likamilishe pamoja naye. Ninabariki jina lako, ninaamini kwa haya Bwana utafanya na zaidi. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba, niseme amen. Haleluya. Tumshangilie Mungu. Tunayakamilisha leo ili Mungu atutie nguvu zaidi katika kusubiri majibu ya maombi yetu na katika kupokea hiyo nguvu ya kuendelea kuomba bila kukoma na bila kukata tamaa. Maana yeye Bwana Yesu alitupa neema hii, hata sasa anaendelea kutenda kazi huko mbinguni akiwa mkono wa kuume wa Mungu, na si kazi nyingine anayoifanya ila ni kazi ya kutuombea. Bwana asifiwe. Kazi anayoifanya mpaka siku yake ya kuja ni ya kutuombea. Wewe ni nani? Wewe na mimi ni nani hata tusifanye hiyo kazi ili tuungane na yeye? Kwa sababu tunachokifanya hapa chini ni tunafanya connection, tunaiungamanisha na ile roho ya maombi iliyomo ndani ya Kristo kuliombea kanisa lake hapa duniani, na sisi kanisa lake tunaitikia kwamba tupo sisi unayetuombea, na sisi tunaomba upokee maombi yetu, uyawakilishe yapate kibali mbele ya kiti cha enzi. Basi Mungu kwa uaminifu wake na afanye hayo kwa ajili yako na kwa ajili ya kanisa lake. Tusimame tumwambie ni Mungu asante, ili tuweze hata tunapotawanyika tuwaache wanawake watumishi wa Kristo wakiwa hapa. Na kushukuru Baba, tuna kushukuru Baba, tuna kushukuru wewe ndiwe Mungu wetu Baba, tunakushukuru Baba, tunakushukuru wewe ndiwe Mungu wetu. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tumejaa shukrani mbele zako Mfalme. Kwa hakika wewe ndiwe Mungu wetu, unayetutia nguvu, unayetuongoza, unayetuimarisha, ili Bwana hata tufani inapovuma tuweze kusimama imara chini ya mkono wako ulio hodari, ambao umetushika na hakuna atakayetupokonya. Wewe Bwana umetushika kwa nguvu zako za upendo, umetushika kwa nguvu zako za ulinzi, na amani yako ipita akili zote.
ndiyo inahifadhi mioyo yetu tunapokuja mbele zako na kuomba na kushukuru. Tuna hakika ya kwamba wewe uliyesema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Tutapata hayo kwa kuvumilia, na zaidi ya hayo Mungu kwa wingi wa fadhili zako. Mungu wangu na Mwokozi wangu, asante kwa ajili ya ibada ya leo. Tumekuona Bwana tangu tulipoanza, tumekuona Mfalme ukiikamilisha hivi wakati huu sasa. Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninakushukuru kwa kuwa yale yote yaliyofanyika kwa kuwa Bwana tumekusanyika chini yako Bwana na mbele zako Mungu kwa ajili ya jina lako Mfalme. Nawe Bwana umekuwa katikati yetu hakika, maana wewe uliangalia neno lako ili ulitimize. Nalo limesema hakika mtakapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, nami nitakuwa katikati yenu. Baba, katika jina la Yesu tunapoendelea kujikabidhi katikati ya uwepo wako Mungu, ninaomba pokea sadaka zetu, pokea maombi yetu, pokea shukrani zetu, pokea Bwana Mungu mwenye nguvu, lile kusudi ambalo Baba Mungu umekusudia katika kizazi hiki kupitia kwetu katika kanisa hili Baba likatimie. Maana wewe Mungu ni mwaminifu kwa neno lako, si mtu hata useme uongo, wala si mwanadamu hata ujute. Baba, tumepokea uponyaji, tumepokea uzima, tumepokea baraka, tumepokea amani, tumepokea ushindi, tumepokea upya wa mambo yote katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu Mungu katika jina la Yesu. Asante kwa ile sadaka za nafsi za watoto wako zilizojihudhurisha mahali hapa. Asante kwa ile sadaka za matoleo ya sadaka na changizo zote zilizofanyika mahali hapa Mungu. Tunaamini umezipokea na kuzitakabali ili ziwe ukumbusho mbele ya kiti chako cha enzi. Asante Bwana kwa ajili ya moyo wa upendo na utayari wa watu wako Bwana, waliojitoa kwa utii na uaminifu, wakaitikia mwito wa mapatano tuliopatana Bwana, maadamu Mungu ulikuwa ndani ya Kristo Yesu ukipatanisha ulimwengu na nafsi yako. Tunakushukuru maana umejipatanisha nasi Mfalme. Endelea kutushika kwa mkono wa kuume haki yako, ili kwamba Bwana fadhaa zetu zinazotufadhaisha kwa mfano wa tufani, tunapojitegemeza chini ya mkono wako tupate majibu, tupate kutembea kwa ushindi, maadamu ushindi Bwana umetupa wewe Mfalme. Libarikiwe jina lako Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru kwa ajili ya wiki hili la huduma na utumishi wa Kristo ambayo Baba inaanza hivi kesho. Ninakusihi Bwana Mungu washike mkono hawa wanawake watumishi wako kupitia katika kanisa Mungu, wanalolifanya kwa neno au kwa tendo lipate kibali mbele zako. Mwisho wa mambo yote tukuone Bwana ukiwa umetukuzwa. Pokea sifa na utukufu Mungu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, asante Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Baba, tuseme nini? Tunakushukuru Bwana, tunakutukuza Bwana. Sawa wakati huu Baba tunapotawanyika na kila mmoja wiki hili Bwana tunalikabidhi mikononi mwako. Ni wiki njema, wiki la baraka, wiki ambalo Bwana Mungu tutakuona wewe Mungu katika namna tofauti, na tofauti huo Bwana kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya utukufu wako, ukutukuze wewe Mungu katika maisha ya kila mmoja, akiwa nyumbani, akiwa kazini, akiwa kwenye biashara, akiwa kwenye masomo, akiwa kwenye kazi Mungu.